Ya ninazo. Msemaji alishikiliwa. Mamlaka ilimshikilia kwamba wana kazi naye. Wana kazi naye. Wanataka wamuhoji kwa kauli alizozitoa. Nani chanzo cha kuzitoa hizo kauli? Ndio kule mtu kagoma kwamba siingii uwanjani, unailisha mechi. Chanzo cha kuailisha mechi nani? Aliyegoma. Chanzo cha msemaji kufanya hivyo nini? Wewe hapo. Kwa hiyo ifikia hatua tunaziheshimu mamlaka. Tunaziheshimu sana. Kwa sababu hii ni nchi ambayo ni ya amani, ni nchi ambayo imejengeka kwa misingi mizuri ya kiamani. Kwa hiyo wanapotumika watu kwa lengo la kutaka kuingiza vitu ambavyo sio sawa, sio kweli. Hebu tuacheni mpira uongee. Kwa nini bodi ya ligi na TFF walileta hawa wasemaji? Walileta kwa lengo la maslahi makubwa ya kuzisemea virabu, ya kuzungumzia mpira wa virabu. Chochote kinachotokea basi msemaji anakuwa mbele, sisi wakina Kizinga tuko nyuma. Mkuu kasema kuna watu wamekuja kichwa, mnatakiwa mkawashughulikie milioni 60 hizi hapa, si ndio? Ukijunguza hii kauli, je, Yanga tumekwenda kichwa? Taarifa huna kwamba kuna ujio unakuja kwenye mkoa wako? Taarifa kwamba unazo. Kwa hiyo sababu ya hali kuzungumza yale maneno yamesababishwa na yeye. Wewe ndio chanzo. Wakuu wa mikoa wangapi hawazungumzi maneno? Wakuu wa mikoa wangapi hawana hayo mambo? Sawa, unataka kutengeneza kitu kama hamasa katika mkoa kwa lengo la ile timu ambayo iko katika mkoa wako. Lakini je, ukirudi nyuma kuna hamasa yoyote uliyofanya Tabora na Kagera? CRDB Federation umefanya nini? Kwa nini hukuahidi hata hizo milioni kadhaa? Hakuna. Kwa tunakuja kuangalia kwamba kwa nini unatumika katika hizi timu kubwa. Simba anakuja utumie kiwango kadhaa. Yanga anakuja utumie kiwango kadhaa. Kwa nini? Kwa nini usitumie JKT anakuja na ahidi hii hapa? Wanacheza wangapi uwanjani? Wale JKT wakiingia wanacheza wangapi? Mechi iliyokuwa ya muhimu sana kwa wanatabora ilikuwa ni mechi ya CRDB Federation, ambao ndo mechi ya muhimu kwa sababu Tabora achukua ubingwa wa NBC. Lakini huku Federation anaweza kajipapatua kabeba hata kombe hilo. Ulitakiwa kuinvesti sana pale. Lakini kauli ya msemaji amekujibu na alisema, mama, tunaomba kwa heshima, tunaomba kwanza radhi, tunaomba tumjibu. Sababu yule kawasema Yanga, na yeye kama msemaji wa Yanga amejibu. Kuna mahala ametukana pale? Kauli alizozizungumza yule amemjibu. Kauli ni za mpira. Usitafute sehemu ya kutaka kuingiza mambo ya usiasa, mambo ya mamlaka yako na nini. Yule amezungumza kauli za mpira. Yani wewe unanijibu, unanisema mimi kimpira, na mimi nakujibu wewe kimpira. Nataka nikuulize wewe swali. Sakata na Varangati iliyotokea Mwanza unalikumbuka? Simba na Pamba. Aliyeingilia kati ule mgogoro alikuwa nani? Aliyeingilia kati alikuwa ni mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa, ambaye ni mkuu wa mkoa, baada ya kupata taarifa kwamba kuna watu Simba wanafanywa labda vurugu, Simba kuna shida pale. Alikwenda, lakini kwa kuwa wanajua huyu mtu ni mshabiki wa Yanga na mwanachama, wakaenda kumhukumu tofauti, maneno yakawa mengi. Tena mtu pekee aliyekuwa anatoa shombo zamani alikuwa ni msemaji wa Simba, Ahmed Ali. Wakaenda mbali wakasema mpaka mheshimiwa rais, muangalie huyu mtu hafai kuwa mkuu wa mkoa. Uongo. Hawakusema maneno hayo. Lakini mkuu wa mkoa alinyamaza kimya. Hakumkamata Ahmed Ali akamweka ndani. Hakumkamata sijui nani akamweka ndani. Walinyamaza kimya, akajua kwa sababu ni mambo ya kimpira. Umeelewa? Hasa wewe mnakaa mnazungumza na mnakumbatiana, tayari bana amekwisha. Lakini baadaye na mimi nikwambia wana Yanga wanatakiwa wajue, huyu mwanamama Cheusi Mangala, huyu ndio chanzo cha yote. Msemaji wa Tabora, huyu ndio chanzo cha haya yote. Alitoa masaa 24. Anatoa masaa 24 yeye nani? Katumwa na nani? Wewe ni mwanamke. Mimi nakwambia hili ni tatizo linalokuleta watu kwenye mpira wasiojielewa hapa wajui. Hii Tabora bora wamtimue yule mwanamke yule. Hakuna msemaji mule. Wewe unajua kabisa huu ni mpira. Haushabihiani na hayo mambo.
Kwa nini ukusema kwamba mkuu wa mkoa ameteleza kwa kuwasema Yanga wamekuja kichwa? Unatumika we mwanamke kuvuruga. Jua kwamba sisi ni familia ya mpira. Leo hii huko pale Tabora, kuna siku nyingine utaenda sehemu zingine, kule utawakuta wana Yanga wakufanyeje? Unatumika kusema, yani yule ndo kachochea yote hayo. Huu ugomvi kautia ndimu yeye. Kwa naambia wana Yanga, kama yeye ndo kautia ndimu, hawezi kusema kwamba Ali amemtukana mkoa. Amemtukana wapi? Wale wanajibishana kimpira, elewa majibishano ya kimpira. Kwani Ali amekwenda kule kufanya nini? Mkoa umechangamka, wana Tabora wamefurahi, wamechinjiwa ng'ombe 20. Umeelewa? Wamekula nyama mpaka zingine mpaka wamesaza mpaka na makolo nao wameenda kula pale. Watu wa Simba, Na akasema jamani, kuleni hizi nyama, mkuu wa mkoa zimuhusu, kuleni mshibe. Kwa hiyo kesi sio sawa. Mamlaka itupe taarifa nini amefanya. Mamlaka itukupe taarifa gani? Wewe unajua amekamata pesa gani? Wamesema kwamba yuko kwenye mahojiano. Yupo kwenye uchunguzi, kuna mamlaka zinachunguza. Alizungumza kauli ambazo sio nzuri kwa viongozi. Umeelewa? Je, hao viongozi walizungumza kauli ambazo ni nzuri? Sio sawa. Huu mpira, ngoja nikwambie, huu mpira huu, mimi nakwambia umeingiliwa. Huu mpira tumeshavamiwa, nakwambia. Angalia sasa hivi. Mtu 2 ndani ya traki moja. Mimi nakwambia mtu 2 ndani ya traki moja, hata mwezi haujaisha. Mpira umevamiwa. Wasiojua kuendesha mpira vizuri wameubadanga paka mamlaka zimeingilia. Waziri huyo kaingilia pale. Ana shughuli zake nyingi za kufanya, lakini watu wamefanya mpaka ameacha kazi zake, anakuja kuingilia usuluhishi. Umeelewa? Watu wamefanyaje? Wameingilia. Anakuja tena mtu mwingine tena anaingilia, mtu 2 ndani ya traki moja. Sio, umeelewa? Kwa kitu kama hicho sio sawa. Waache, wanatuharibia mpira wetu. Waache. Kama unataka kuusaidia mpira usaidie kwenye engo tofauti. Ulikuwa mzuri, tumeshinda na tumedeserve kushinda. Uwezo, mimi Tabora hajanifunga kwa uwezo hapa. Yule amemfunga Gamondi kwa sababu Gamondi alitumika kwenye kuharibu timu. Hiyo Azam bwana, kule walitufanyia madhila na tayari majani alishaota. Eneo lote lile la Mbande, Chamanzi, kote majani, Msewe, kote huko majani yamejaa hivi. Watu wanalia, wanaomba jamani, Yanga yetu irudi. Itarudi wapi? Kwa hiyo pale walipotufanyia madhila, pale walipotufanyia fitina, tukadondosha pointi 6. Kaka, Yanga hii sio ya Gamondi. Gamondi alitekwa na watu wasiojulikana. Gamondi ukimdukua simu yake unakuta miamala tu ya watu wasiojulikana. Watu wamekamata Gamondi baada ya kumjua wewe umeshalewa madaraka, sio? Kaa pembeni. Watu wameingia wakulungwa kwenye timu yao. Gamondi washapiga chini pap. Yanga hii sio ya Gamondi. Yaani Yanga hii inamfunga kila anayekuja mbele. Wewe hujasikia? Na tutamfunga yeyote ataeka mbele. Si wamewashwa, kuna upele. Au hapo. Wewe anayesogea mbele tunaruka naye. Sina kwambia? Fei familia ile kwanza achana naye. Fei huyo muache kwanza. Yaani wale wanapigwa na Fei wake umumu. Wanapigwa na Fei. Yaani wale miongoni mwa timu ambazo tuna kisasi nao kikubwa. Nimekwambia alikisasu haku almuda tikadidao sana. Kisasi kimefika, muda wake umefika. Azam tunao. Ndio wakati sahihi wa wana Yanga kuhakikisha Azam wanakufa. Matawi yote popote walipo, mlinyimwa haki yenu ya kimsingi ya kuangalia mpira tarehe 8. Tunaomba mje. Matawi yote kokote mikoani. Niwapongeze sana ndugu zangu kutoka Mpanda, Katavi kule. Ndugu zangu hawa wa Yanga wamejigrupu wakatengeneza. Bwana, wamejigrupu, wameandaa magari takriban 3 wakina Abasi. Kutokea Mpanda Minadani kule wameandaa magari 2. Fikiria kutoka huko wanapita Inyonga sijui wapi huko. Wakadondoka Tabora pale. Juzi hiyo nakwambia kwenye mechi. Jana wamedondoka Tabora pale. Baba, watu wanaipenda Yanga. Yaani watu wametoka mkoa wa Katavi, Mpanda kwa kwenye minada.
wakiwa na viongozi wao, wakiwa na Idi Kizinga Mwamba huyo hapa anaongoza msafara mpaka Tabora hapo ameingia. Gari hizi watu takribani, acha wewe, wanaifuata Yanga Tabora pale, wametia ndinga zao pale, wameangalia mechi na wamefurahi, wameenjoy, wamekwenda wanaimba tu nyimbo za Yanga. Amelala oh, amelala Tabora. Wewe na asali watu wamenunua, miongoni mwa vitu ambavyo Tabora wamenufaika navyo ni lile zao la asali, watu wamenunua sana. Nenda kaangalia kina Kevua, kina Mwalimu Yanga, Baraka Yanga, wamekuja kina Uchebe wamejaza maasali wamenunua. Kila wakipita hivyo nakwambia Christina Mwagala tunamlamba. Umeona bwana? Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo tunakwenda kufanya sasa hivi Yanga, hatucheki na yoyote. Anayekuja sisi tunapiga. Tunaruka naye na tutawapiga hao waliobaki. Sisi tumebaki mechi 7. Tunapiga hao watu 7 waliobaki. Mechi 7. 7. Hii 8 tunakwenda kumalizikia kule kasi. Si unafikiri tuna habari nao tena hawa? Hao si tushamalizana nao. Tunaposema hatuchezi kwa maslahi ya mpira wa nchi, tunataka kuokoa mpira wa nchi yetu. Mtuelewe wa Tanzania. Sisi hatuchezi kwa sababu tumekimbiwa. Huyu mtoto saizi anautaka. Wameshasema hakuna kuikutana kama hujamkapa mpaka. Ndio anasema. Hasa tena kawaulize saizi mnautaka? Wanautaka? Haki zao wamepewa? Waliosema wapeleke timu uwanjani wakina nani? Walifikia wakaenda mbali sana wakasema hatutacheza mchezo wa aina yote, sio wao. Sasa tunawauliza, nilimsikia sio wao. Dazu alisema mchezo tunao na tunatamba nao, si ndio? Sasa kama mchezo wanao na wanatamba nao, kamuulize Dazu, haki zenu za msingi mmepewa zilizowafanya nyinyi msipeleke timu? Sababu ni wao, haki wamepewa mpaka wanautaka. Sasa watacheza na watatafutiwa timu ya kucheza nao. Sio sisi. Sisi tunataka tuwanyoshe wale wote ambao wakati Yanga inafanya usajili wa hali ya juu walikuwa tu wanapiga porojo Kariakoo pale. Engineer Harris anaacha familia, mke wake na watoto, anakwenda Ivory Coast. Anakwenda wapi? Nini? Kwa kina Ziziki kule Burkina Faso. Anatoka anakwenda Zambia kutafuta wachezaji. Anamfuata Kennedy Musonda. Anakwenda Kongo kuwatafuta wakina Max. Watu walikuwa na zulula tu hapa Kariakoo. Lakini saa hizi unaona tumejipata, ndio unaanza kuleta figisu. Jenga timu brother. Engineer Harris ameitengeneza timu kwa miaka 4. Alikubali. Engineer Harris anakwenda Ujerumani kutafuta watu wa kutufundisha uendeshaji. Nyinyi mmekaa tu Kariakoo mnazulula tu hapa. Mnategemea mafanikio? Unataka mafanikio saa hizi? Tengeneza kwanza misingi. Tengeneza misingi ya ikunyoke ili uende ukapate timu iliyokuwa bora. Timu kwanza anza kutengeneza mfumo wa uendeshaji. Na ndio maana mimi nakwambia bado hawataki kupaza sauti, lakini kuna watu wanajua. Brother, nyinyi sio maskini. Simba sio maskini. Ila anayewaongoza amefanya wawe hivi. Mimi nakwambia kiongozi anakuja mtu kwako kwa sababu una watu, si ndio? Kwa nini usitumie ile rasilimali watu? Simba na mashabiki wangapi? Wengi mno. 29,000 Malawi watu wengi ni shingapi? Hela nyingi. Usione tunatamba sisi. Ni kwa sababu tunapata hamasa ya kuwahamasisha na wenzetu. Kateni kadi zenu za wanachama. Mtu anakata 29,000, analipia 24,000. Alafu mwisho wa siku mzigo ukijaa kule kwenye akaunti, engineer apate shida. Anaenda kukamata wachezaji. Na mimi nakwambia safari hii kuna winga mmoja nakwambia inakuibia siri. Mimi sina friji langu aligandishi bwana. Nakwambiaje? Engineer mimi nazungumza naye, ananiambia Kizinga tulia, kapteni wa mashabiki kawaambia wanachama mashabiki wako wakati kadi kwa wingi. Mimi nakwambia kuna dude tunalitoa Ivory Coast. Winga. Yaani huyo winga, huyu kama 8 huyu. Huyu 8 huyu. Unaambiwa hatari huyo winga. Sasa nakwambia winga yule, winga Pakome. Au kama vipi winga yule? Winga yule mtoto kutoka Al-Hilal ya Sudan yule pale. Unamjua yule? Mtoto kutoka Burundi yule winga hatari. Mimi nakwambia hapa mtakwenda kushuhudia kwa mara ya 6 mtu anakimbiwa uwanjani pale. Na timu yao mbovu hii. Engineer anaacha shughuli zake anaenda kusajili wachezaji, nyinyi mnazulula tu. Afu nategemea upate matokeo. Kaka, jenga timu.
Hani anasema anashikilia msimamo wake kwamba hii wanavukia nini? Kuvuka kuna mambo mengi. Kuna kuvuka kwenda mto Mzinga. Unajua mto Mzinga ulipo? Mbagala kule kuna tawi la Yanga Mzinga, kule ndo panaitwa mto Mzinga. Unavuka unakwenda Kongowe. Kwa hiyo watakachovuka wao ni kuvuka mto Mzinga kwenda Kongowe. Hawaendi. Niamini mimi ninachokwambia, hawaendi. Ogopa Mwarabu ambaye amekuja hapa akasoma mazingira, akayajua mazingira ya nchi yetu yakoje. Kwani wale wanatoka nchi moja? Wana ugomvi wale? Almasiri na National wana ugomvi? Sasa taarifa ninazokupa mimi, baada ya mchezo wa jana wamekwenda kukutana na wale National. Wamewapa utaratibu wote wa hapa kwa sababu wanapajua. Wakawaambia nendeni mpaka na viazi. Hawakuja National na viazi hapa. Na kuuliza wewe swali. Mwarabu Al Ahly amekuja kutengua utawala wa kupoteza hapa, unakumbuka? amekufa mara ngapi? Na kuuliza swali, kabla ya kutengua utawala alikufa mara 3 nafikiri. Yanga akamfunga mara 1, Simba akamfunga mara 2. Umeelewa? Baada ya hapo katengua utawala kuja kuchunguza nini kinachofanya watu wanashinda. Akagundua, ndio maana unamwona mpaka kikombe, mpaka kijiko cha kulia chakula anakuja nacho. Watu wameamua kubeba mpaka viazi vitamu kwa anakuja navyo hapa, kwa sababu wanajua fitina na mambo yaliyopo hapa. Sasa hivi wakija wale wanafikia mbali, sio hapa. Mtakutana nao uwanjani tu. Hani anasema Tripoli alikufa mechi ile sana wa Jipanga. Caption yao baada ya mechi inasema tutakutana kwa Mkapa. Watakutana. Kwa unafikiri wale Waarabu wana tabia kama za kwao za kukimbia uwanjani? Waarabu wanaleta timu. Waarabu sio kama wao. Wao walikimbia mpaka leo. Sio wamemkimbia Pacome. Sio wamemkimbia nani Max. Mtoto wa baba mtumishi. Nani alifunga? Sehemu yoyote ambapo kuna maaskari kuna amani. Jeshi la polisi la Kamanda Mulilo lilikuwa limejaa pale Benjamin Mkapa kwa lengo la kutuliza ghasia na safi. Amani ilikuwepo ya kutosha siku zote. Mimi nakwambia kitu kimoja, na washauri tu, sehemu pekee ya kwenda kuwacheza na Waarabu ili mshinde, huu ni ushauri wa bure tu, sababu wote tuko nao tunakunywa nao kahawa, ili mshinde Simba, ndio nafasi yenu sasa ya kwenda na lile basi lililojaa wazee, ndio nafasi yenu ya kwenda na lile basi lililojaa mbuzi. Nendeni, pelekeni mbuzi pale uwanjani, pelekeni wale wazee. Hii ndio itawafanya Simba washinde. Vinginevyo watashinda na njaa, hawawezi kushinda kwa ushindi wa uwanjani. Ndio nakwambia hayo maneno. Hayo nakupa bure hayo. Mimi sinakwambia. Swala la hawaendi na wakocha. Wameshaishia hapa. Kwani lini ndoa imevunjwa? Ndoa yao imevunjwa. Ndoa gani? Mtu anawapenda Mwakarobo. Ile ndoa ni Mwakarobo ile. Simba na Mwakarobo wana ndoa ambao bado haijavunjwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hawa watu waacheni wadumu kwenye ndoa. Mwakarobo ndo ndoa yao. Bana, asante sana.